Ya, ni mchezo mzuri, ni mchezo mgumu, ni mchezo ambao ukiutazama wenyewe na waligi una tofauti kwa sababu huu ni mchezo wa knockout. Kwenye knockout inahitaji hesabu kali kuona namna gani mnaweza mkagawanya zile dakika 90 ili kuweza kubalance mchezo vizuri, whether msiconcede bao au mtangulie kufunga bao, muone namna gani mtaweza kuzuia vizuri. Kwa hiyo tunaweza tukaona walimu wote wawili wakija na mtazamo tofauti, tegemea pia lineup tofauti. Ni ngumu kuona wachezaji wa Simba kwa namna ambavyo wamekwenda kutumika, ukiangalia intensity ya mchezo wa finali, kisha intensity ya mchezo wa Singida ambao umefanyika hivi juzi, kisha kwenda kucheza tena mchezo wa nusu finali ambao ni wa elimination, maana yake timu inatolewa, basi kuona mwalimu anarudi na lineup ile ile. Kwa hiyo tutarajie kuona kutakuwa kuna mabadiliko fulani, lakini ni Fadlu ambaye ameendelea ku maintain hasa ile uwezo wake wa timu yake kuzuia, namna ambavyo wameendelea kuwa bora kuhakikisha waendelee kuconcede magoli especially wanapocheza na timu za hapa ndani. Kwa hiyo kuna sehemu unaona Singida watapata ugumu, lakini ilikuwa ni test nzuri kwa mtu kama David Ouma kwenye mchezo wake hapa Dar es Salaam. Anapaswa kubadili sasa structure na setup yake kuelekea kwenye namna ambavyo ata approach mchezo dhidi ya Simba. Amepoteza mchezo yote miwili, ule wa ligi na huu wa ule wa kwanza wa ligi na huu wa pili. Kwa hiyo sasa ni mchezo wa FA, kuna namna ambavyo anapaswa kuadjust timu yake. Ameonekana kuwa dhaifu hasa kwenye namna ambavyo wanatengeneza nafasi, namna ambavyo washambuliaji wake wanapaswa kuwa watulivu kwenye kumaliza nafasi ambazo zinatengenezwa, walau hata kama ni chache. Kwa hiyo kuna sehemu unaona kuna paswa kuwa kuna marekebisho makubwa kwenda kuiapproach hii mechi, na bado ni mechi ngumu, lakini without benefit of doubt timu kubwa yenye wachezaji bora, yenye muendelezo kwenye kupata matokeo, iko kwenye nafasi nzuri ya kwenda kushinda mchezo huu na labda kutupa dabi nyingine kwenye hatua ya finali. Lakini bado mchezo haujachezwa, kuna sehemu lazima uheshimu mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo inatoa iko chance kwa timu zote mbili. Singida wana cha kujifunza, ndio maana walipoteza. Light wangekuwa wameshinda mchezo, kuna sehemu ungesema wanapaswa tu kuboresha kile ambacho walikifanya, lakini kwa sababu walipoteza, kipo cha kujifunza. Na kuna sehemu inanishangaza, baadhi ya watu hawaoni kama Singida ilifanya makosa, wanajaribu tu kupini makosa kwa mwamuzi risasi, lakini ukijaribu kutazama kiuchezaji kuna vitu technically hawakuwa bora kuvifanya, na ndio maana walijikuta wanakuwa kwenye wakati mgumu na kujikuta kwenye mazingira ya kupoteza mchezo. Ukizungumza eneo lao la kiulinzi, namna ambavyo mtu kama Eli Mpanzu na Josh Mutale waliwapa wakati mgumu, pia Steven Mukwala movement zake, namna ambavyo walikuwa na wadraw na Trabi Track na Frank Asinki kwenye eneo lao la asili pale katikati, kuwavuta pembeni, kuwapa opportunities wachezaji wengine kupenetrate kwenye ile eneo la mwisho. Watu hawavitazami sana hivi vitu kwa sababu mchezo uliondolewa kuzungumza kiufundi na Eli Sasi kwa makosa baadhi ambayo alienda kuyafanya. Kuna sehemu wakageuza ile mechi kuwa ni ya mjadala wa mwamuzi zaidi kwenye eneo la katikati, namna ambavyo walijitahidi kuwa outnumber Simba, lakini unaona mpaka kina Nation inawalazimu kutumia nguvu ya ziada. Sio ni kwa sababu ya ubora ambao Ngoma na Kagoma walionyesha, hiyo solidity, namna ambavyo pia wana add numbers wachezaji wengine kwenye eneo hilo wakati Simba inakuwa haina mpira, lakini namna ambavyo wana progress Simba centrally kupitia eneo la katikati, mikimbio ambayo ilikuwa inafanywa na Mpanzo, mikimbio ambayo ilikuwa inafanywa na Josh Mutale ili kutengeneza nafasi kwa kikosi cha Simba. Kwa hiyo kuna vitu lazima wavifanyie kazi. Simba kama kuna sehemu wanapaswa kujiboresha ni eneo lao la kiulinzi. Unazungumza habari ya penalties za Jonathan Soa ambazo zilipaswa kutolewa na hazikutolewa, zilitokana na hizo movement za hatari ambazo alikuwa anazifanya dhidi ya walinzi wa Simba ambao walionekana kwenye ile power play ni kama vile amewamudu, mpaka mwalimu anafanya maamuzi ya kuminua Hamza. Ilikuwa ni kwa sababu wale ma central defender alioamua kuanza nao kwenye mchezo hawakuweza kumatch ile energy ambayo Soa alikuwa anaweza kuwapa. Then una mtu kama Rupia ambaye yeye na Soa hawatofautiani sana kwenye zile body structure zao, lakini pia style zao za kiuchezaji.
And then kwenye flanks Maruf Shakei, Arthur Bada, it was fantastic namna ambavyo walijitahidi kutaka kuexpose weakness ambazo walikuwa nazo akina Mohamed Hussein. Ilikuwa ni kitu kizuri, lakini bado ni Simba ambao walionyesha balance nzuri sana, hasa kwenye hayo maeneo pembeni, kuona wana limit hizo nafasi kutengenezwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni mechi nzuri, na kama walimu wote wataenda kufanya kazi yale ambayo tuliyaona kama makosa ama kama madhaifu kwenye mchezo ulioisha, basi kuna kitu kizuri zaidi tunaweza kwenda kushuhudia kwenye mchezo huu wa nusu finali.